Hujambo na karibu mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Ripoti yetu leo inaelezea kwamba Marekani inapoteza ushawishi wake Mashariki ya Kati. Hili ni jambo ambalo kimsingi linatazamwa na watu wengi, huku wakitaka kufahamu baada tu ya Marekani kujitoa katika vita dhidi ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran katika namna ya kipekee, ambapo Marekani iliahidi kuangusha utawala wa Iran ikishirikiana na Israel. Kwanza imekosa ushirika kutoka kwa wanachama wa NATO, lakini pia hali hii inaifanya Marekani ipoteze ushawishi wake katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Lakini pili, moja kati ya jambo lingine ambalo hutajwa ni pamoja na namna ambavyo katika mapambano dhidi ya Iran, Marekani haikuonyesha ushirikiano zaidi na nchi zingine za Mashariki ya Kati kuliko nchi ya Israel. Katika makala iliyochapishwa katika jarida la Foreign Affairs lenye kichwa cha habari mwisho wa Marekani Mashariki ya Kati, lililoandikwa na mwandishi Mark Lynch, anaamini kwamba nguvu zinazoongozwa na Marekani katika Mashariki ya Kati tangu vita vya Ghuba mwaka 1991 zinaenda kuisha kwa njia ile ile kama nguvu za Ulaya zilivyokwisha, akihusisha hili na mzozo kati ya Marekani na Israel kwa upande mmoja na Iran kwa upande mwingine. Anasema kushindwa kwa Marekani kuwalinda washirika wake wa Ghuba kumetia dosari ufanisi wa kambi zake za kijeshi katika eneo hilo, na kukataa kwa Israel kufikia makubaliano na Wapalestina kumemaliza nguvu za Marekani katika juhudi za kurekebisha uhusiano kati ya Waarabu na wa Israel. Mchambuzi huyo anaamini kuwa wapangaji wa vita vya Marekani na Israel dhidi ya Iran walitia chumvi kile ambacho vikosi vya kijeshi vingeweza kufikia. Walipuuza uwezo wa adui wao katika kuzuia vikosi hivyo, na kwa ukatili wamepuuza maisha ya watu wa kawaida, akibainisha kuwa vita hivyo vinaonyesha kasoro katika mkakati wa Washington wa Mashariki ya Kati. Mwandishi huyo ametoa mtazamo wake kuhusu mwisho wa nguvu za Marekani katika Mashariki ya Kati kwa kukumbuka mgogoro wa Suez wa mwaka 1956 ambao ulimaliza ushawishi wa Uingereza na Ufaransa katika eneo hilo. Anasema kuna kufanana kati ya janga la leo la Marekani na mpango ulioshindwa wa Uingereza na Ufaransa na Israel katika kukamata mfereji wa Suez. Mchambuzi huyo anatabiri mgogoro wa muda mrefu katika miaka ijayo, akiamini kwamba Israel na Iran kwa sasa zina lengo moja la kuiweka Mashariki ya Kati katika hali ya machafuko na vurugu. Kulingana na mwandishi huyo, mchakato wa amani kati ya Waarabu na Israel unaongozwa na Marekani umesababisha mgawanyiko katika eneo hilo katika kambi mbili. Kambi ya kwanza inajumuisha washirika wa Marekani na kambi ya pili inajumuisha Iran na makundi yake katika eneo hilo. Hata hivyo, kile kinachotajwa kwamba Iran inataka kujiunga na mkataba wa Maka unaojumuisha Saudi Arabia, Pakistan pamoja na Uturuki ni mchakato mwingine unaoanza kuivuta taratibu Iran, kutokana na kwamba inaonyesha ushawishi wa hali ya juu katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Kwa upande mwingine, mwandishi anaona fursa kwa Washington kujenga nguvu mpya na bora zaidi ikiwa itaacha sera yake ya kuunga mkono madikteta, kuwapa kinga washirika wake na kudhibiti makundi hasimu kupitia nguvu za kijeshi, na anatabiri kwamba hatua hii hatimaye itasababisha utulivu wa kudumu ambao Washington inadai kutafuta kwa muda mrefu. Anasema hata kama mfumo wa sasa wa Marekani umepata mafanikio ya kimkakati, iwe kwa kuleta kiwango fulani cha utulivu au kwa kulinda maslahi ya Marekani, lakini umeundwa kufadhili tawala za kidikteta ambazo zinakandamiza demokrasia na kukuza ufisadi, kubinafsisha mali za umma, kufuatia watu na kukandamiza wapinzani. Nasema kuanzisha sera mpya na imara kuelekea Mashariki ya Kati kunahitaji kuondokana na uingiliaji kati wa kijeshi kama hatua ya kwanza na kujenga upya kambi za kijeshi za Marekani kwa kuzingatia ulinzi dhidi ya makombora na kupeana taarifa za kijasusi, huku ikiweka Iran katika usalama wa kikanda kama mshirika. Hata hivyo, katika kujenga utaratibu mpya pia kunahitaji mapitio ya uhusiano wa Marekani na Israel, shinikizo kwa Israel kuheshimu haki za binadamu, kusimamisha upanuzi wake wa taratibu katika ukingo wa Magharibi na kukomesha kwa uingiliaji kati unaovuruga utulivu nchini Lebanon pamoja na Syria. Hata hivyo, Marekani inapaswa kuhimiza mageuzi ya kisiasa katika nchi za eneo hilo baada ya kutegemea tawala za kimabavu, hata kama hatua kama hiyo inaweza kusababisha matatizo zaidi kwa Marekani kwa muda mfupi. Endelea kutufuatilia mtazamaji, na una nafasi ya kulike, kucomment, kadhalika kusubscribe channel yetu hii ikiwa bado hujafanya hivyo. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.